Karibu tena wapenzi watazamaji, tuyazungumze mawili matatu yale ambayo yametendeka ili tuweze kuona mahala ambapo taifa letu linaelekea. Baada ya kituo cha BBC kuchambua na kuonyesha wale maafisa wa polisi pamoja na military ambao waliweza kuwaua vijana wa Gen Z kipindi cha maandamano ya mwaka 2024, bunge la kitaifa limeweza kuchemka likishambulia kituo cha BBC. Na ukisikiliza jinsi ambavyo wabunge wanazungumza wakikashifu BBC kwa kuweza kuangazia machafuko ambayo yaliweza kutendeka katika taifa letu la Kenya, utakubaliana na mimi kwamba hatuna wabunge. Tuko na majambazi ndani ya bunge, tuko na watu ambao ni wajinga ndani ya bunge na hawapaswi kurudishwa mwaka 2027. Nirudie, tuko na wapumbavu, tuko na wajinga ndani ya bunge na hawapaswi kurudishwa mwaka 2027. Msije mkadanganywa na tupesa 50-100, mrudishe watu kama hawa. Just imagine, tulikuwa tunafikiri kwamba IPOA itafanya uchunguzi, mashirika ya kitaifa yatafanya uchunguzi, na hata mahakama ya hapa nchini itafanya uchunguzi iweze kuona na kuwachukulia hatua maafisa wa polisi ambao waliweza kuwaua vijana ambao walikuwa wanakataa uongozi mbaya wa Rais Ruto. Vijana ambao walikuwa kwenye maandamano yao ya amani wakikataa nyongeza ya ushuru. Lakini kituo ambacho si cha hapa nchini, kwa sababu vituo vya hapa nchini viko corrupt, kikatumia pesa zao, kikatumia mali yao, kikaja hapa nchini, kikapiga kambi kwa zaidi ya mwaka mmoja, kwa karibu ya mwaka mmoja, wakachunguza kila kitu, wakapitia picha. Alafu wabunge bungeni wanaongea upuzi tupu. Sasa hivi ndio utaamua, ama sasa hivi ndio utajua kwamba hatuna wabunge. Na niko na right ya kusema kwamba tuko na wabunge ambao ni wajinga. I'm not arrogant, but I'm telling you the truth. Kama mbunge mwenye atazungumza ni mbunge wako, jiulize, je, uko na mbunge mwenye atakuwakilisha? Cha kushangaza ni kwamba wabunge ambao wako mamlakani wamekwisha pewa pesa na serikali, mpaka wameamua kutetea William Ruto. Wameamua kutetea uongozi mbovu. Mfano, kuna huyu mbunge, I think ni John Kiarie, ni mbunge wa Embakasi South ama wapi. Huyu mbunge aliweza kupewa nafasi, akasimama bungeni, akatoa hoja zake kulingana na jinsi ambavyo BBC iliweza kueleza kwamba wale ambao waliweza kuwaua vijana wa Gen Z walikuwa wametumwa na serikali. They were ordered to shoot to kill. Huyu mbunge John Kiarie akasema kwamba BBC inapewa pesa na taifa la British. Kitu ambacho anakisema kwamba taifa hili linapea pesa BBC kuendesha ajenda yao ulimwenguni. Eti lazima tuweze kujiuliza maswali hivi. Eti BBC ni msemaji wetu, ama BBC inasema, ama BBC inajaribu kuangusha serikali ya Bwana Ruto? Let me ask you, ladies and gentlemen, surely by exposing the rotten, by exposing the extrajudicial killings, is BBC being used by Britain? Sikiliza,
Bwana John Kiarie. Ndio uweza kuniambia huyu mbunge kweli yuko na ubongo? BBC is funded by taxpayers' money in Britain, meaning that BBC is funded to push the foreign agenda of the British people internationally, Mr. Speaker. Mr. Speaker, they are also known for serious environmental degradation. And we understand, Mr. Speaker, even in media, that the BBC is funded by taxpayers' money in Britain, meaning that BBC is funded to push the foreign agenda of the British people internationally, Mr. Speaker. And so we must know, is BBC speaking as a mouthpiece of the government and the people of Britain? Or what is it that the BBC is doing? Could it be an attempt to untwist this country so that they can rescind on the rider that we put on their training of the Batuk units in Kenya, Mr. Speaker, and perpetuate a history of extractive economy, oppressive economy, and exploitative economy in a very unfair trade balance between Kenya and the UK? This was a reckless statement by BBC. Nikikumbuka vizuri, this is the same MP who was yapping in Parliament June 2024, date 18th, that the large crowd of Gen Zs who were protesting, they were AI-generated videos. Huyu ni yule mbunge mwenye alikuwa anapiga kelele, wale ambao mumeona wakiandamana sio Gen Z, bali ni zile video ambazo zimetolewa sijui ni USA, zimeweza kuletwa na zinasemekana ni za hapa nchini Kenya. These are the same MPs who are misleading the president. We thought that kwa sababu Kenya imeweza kununua vyombo vya habari, BBC imefanya uchunguzi, na tulikuwa tunafikiri kwamba baada ya BBC kutaja wabunge, baada ya BBC kutaja kitu ambacho kinaitwa, baada ya BBC kutaja maafisa wa KDF pamoja na maafisa wa polisi ambao waliweza kuhusika kwa haya, tulikuwa tunafikiri kwamba at least serikali itachukulia hawa hatua. Lakini jinsi ambavyo wanazungumza, we don't have a country here. Totally we don't have a country. Nimeweza kukasirika na nimeshangaa, kwani what a joke. Hapa ndipo tumeweza kufika. Hapa ndipo tumeweza kufika. Yani we cannot sympathize with those families who lost their loved ones. Hapa ndipo tumeweza kufika. Nikiwaambia kwamba hatuna wabunge bungeni, muweze kukata ID mapema sasa hivi. Nikiwaambia kwamba kama uko na ID, endelea kuipanguza vumbi. IEBC kianza kusajili wananchi wapiga kura, muweze kujisajili, mnadhani kwamba ninacheza. Number 2, kuna mbunge kutoka upande wa Wajir mwenye anaitwa Bwana Bashir Abdullahi. Anasema kwamba watu wakiuawa tunalia na tunasonga mbele. Hakuna haja ya uchunguzi. Let me ask you, hawa wabunge wako na akili kweli? Mbunge kama huyu aweza kumpoteza mtoto wake ama aweza kumpoteza mpendo wake, lazima atataka uchunguzi uweze kufanywa. The same way familia za hizi wapendwa zinataka uchunguzi uweze kufanyika ili wapate kitu ambacho kinaitwa compensation, accountability. But tukiwa na wabunge ambao ni zombies, we cannot move as a country. But let us not clap hands for foreigners who always come and say, this is wrong, what you are doing. Pointing fingers at whatever we do. BBC is a world-renowned station, media station.
They have never talked about the genocide that is happening in Gaza, and yet it's a world service. BBC World Service has attended to this matter in a way that also looked at the Kenyan society or African society as something that discriminatory, sort of, if I may say so. Honorable Speaker, it looked like our media stations also picked it up without questioning how BBC World Service aired the story. It happens world over. People are killed, our people are killed, we sympathize, we moved on. Even world over. Remember, there was the same issue or similar in Capitol Hill. BBC World Service never took the opportunity to say something. It happened in London, they never said it. It happened in many Western nations, they never said it. Above all, there's the killing of women and children in Gaza, and BBC World Service never speak about it. Unfortunately, where 50,000 have been killed so far, especially women and children by a country. They never cover those things. So I think the timing of that report, and it comes at a time when IPOA and other investigative agencies are doing an investigation, and they never shared that with them. Let us not subjugate or discriminate against our own agencies that we think are doing their jobs. It's a matter of us saying, let us ensure that they have capacity to do their job. But let us not clap hands for foreigners who always come and say, this is wrong, what you are doing. Pointing fingers at whatever we do. BBC is a world-renowned station, media station. They have never talked about the genocide that is happening in Gaza, and yet it's a world service. But they want to incite at this time. So, Honorable Speaker, I think why I'm raising this point, because the title itself talks about bloodbath parliament. They should have talked about the protests that happened that day in Kenya or Nairobi, but they chose to use the term bloodbath parliament. That is to also see parliament in a very bad light. This doesn't mean that we don't sympathize with our Kenyans who have been killed. We did here. We mourned them. We empathized with them. We sympathized with them. But the timings of this report by BBC World is unfortunate. And it touches on lack of patriotism also on our part, trying to showcase things done by a foreign media. I want to take on BBC World. Please go to Gaza and report also what is happening in Gaza. Sasa, ladies and gentlemen, let me ask you, nitakuwa nimekosa kweli nikiita wabunge kama hao majina? I'm not disrespecting the MPs, but maneno ambayo wanayafanya ndiyo yanachochea hata maandamano kuzuka katika taifa letu la Kenya. Pole sana endapo nimeweza kuzungumza vibaya. Lakini sasa hebu mbunge kusema kwamba eti kwamba waliuawa, tukalia, tukaomboleza na tukasahau. Lakini kumbuka kwamba kuna familia ambazo zinataka uchunguzi uweze kubainika ama uweze kufanywa, alafu wapate kitu ambacho kinaitwa accountability. Ladies and gentlemen, surely tumeweza kufika hapa. Nirudie, kama unataka viongozi bora wa taifa letu la Kenya, uchukue kitambulisho. Kama mtoto wako hana kitambulisho bana, muharakisha apate kitambulisho. Tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Bunge mwingine ni George Kaluma. Bana Kaluma, sikiliza jinsi ambavyo anasema. BBC must be banned in Kenya.
The role played by the media in any democracy is too important to be discharged irresponsibly. The media can build greater democracy or destroy any otherwise stable state. Lest we forget, Rwanda genocide would have not occurred were it not for reckless media. Blood Parliament documentary by BBC Africa is tweeted, partial, reckless, and intended to incite chaos in Kenya. The relevant agencies of government of Kenya must act fast to withdraw BBC Africa license in Kenya. Unasikia Peter Kaluma yeye anasema kwamba serikali inapaswa kuweza kuharakisha wafukuze BBC kutoka kwa taifa letu la Kenya kwa kila ambacho wanasema kwamba eti kwamba BBC imefanya makosa kwa kuweza kuanika rogue regime, kwa kuweza kuanika serikali ya Mheshimiwa Ruto kuelekea kwa rubaa za kimataifa kwamba ni serikali ambayo inawatuma maafisa wa polisi na kuweza kuwaua wananchi. Nikikumbuka vizuri 2024 June date 24th, Peter Kaluma aliweza kupost hivi, online does not forget. Peter Kaluma aliweza kupost hivi, any child of mine who will not go to the streets with other children of Kenya this Tuesday to protest over taxation and corruption in government will face a DNA test. The children of Kenya must work together to succeed where we failed. This is when Kaluma was thinking. This is when Kaluma was reasoning. Akasema kwamba mtoto wake yeyote mwenye hawezi akaenda kwenye maandamano, kwenda kuandamana na watoto wengine wa Gen Z kulikomboa taifa lao la Kenya, anapaswa kuweza kufanyiwa kitu ambacho kinaitwa msibojeni. Kubaini endapo ni mtoto wake. Sasa hivi anasema kipindi hicho aliweza kusema kwamba overtaxation lazima ishe, corruption lazima iweze kuisha. Corruption imeisha kweli? Miradi mingapi ambayo imeweza kukwama? Corruption imeisha, ladies and gentlemen? Bado. What made Peter Kaluma to change? I sympathize with Kenyans. I really sympathize if this is the leaders ambao wanatuwakilisha. Kuna huyu senator wa kaunti ya Nairobi mwenye anaitwa Edwin Sifuna amekasirishwa sana na jinsi ambavyo wabunge wameamua kushambulia BBC kwa kuweza kuexpose yale maovu yote ambayo taifa letu la Kenya liliweza kuwafanyia vijana wa Gen Z. Edwin Sifuna akaweza kuandika hivi, the story of June 2024 25th is already written, and as they say, the ink is dry. Those attempting to rewrite it will find it especially difficult because this particular piece of history is written in blood. Speaking as someone who was present in Parliament that day, the events depicted in the Blood Parliament documentary by BBC Africa are not fabrications. They happened. We all saw it live and on our screens. We must encourage these stories to be told from all angles for the sake of the truth and justice. Those who are uncomfortable with this are wrestling with their own consequences, and we cannot help them with that. Mtu mwenye anaitwa Edwin Sifuna yeye anasema kwamba yale yote ambayo BBC iliweza kusema ni mambo ambayo yalitokea.
Wakenya tuliweza kuyaona kwa TV. Wakenya wenzetu wakiuawa, wakipigwa risasi, na wala sio mambo ambayo yameweza kuchochewa jinsi ambavyo wabunge wengine wanasema kwamba yameweza kuchochewa ili Kenya iweze kuonekana vibaya. The main point is that police waliweza kutumika kuwaua wananchi. Kwa wale ambao mnasema eti kwamba Edwin Sifuna anadanganya, Sifuna mwenyewe alikuwa ndani ya parliament tarehe 25 Juni 2024. Kipindi ambapo Gen Z walipoweza kuingia ndani ya parliament. Polisi walikuwa wanawafiatulia risasi vijana wa Gen Z. And in fact, I saw by my eyes Edwin Sifuna trying to pembeleza a police asipige Gen Z risasi. Imagine, nilikuwa nafikiri kwamba ni wabunge peke yao hawana akili, hadi msemaji wa serikali, government spokesperson. Kwani yeye alikuwa wapi hakuona wananchi wakiuliwa? Isaac Mwaura, government spokesperson, hata kama ni kuchunga unga, hata kama ni kuchunga mshahara, hapa naye amekosea. Amedanganya peupe. Anasema eti kwamba yeye ni Mkenya. Sasa of course hatujakataa, hata mimi ni Mkenya. Mimi si Mtanzania, mimi ni Mkenya halisi. Lakini mambo mengine yanapaswa kuzungumziwa. Bwana Isaac Mwaura anadanganya peupe kwamba BBC iliweza kufanya uchunguzi bila ya kuweza kuuliza serikali maswali, bila ya kuweza kushirikisha serikali. Lakini BBC peke yake, mwisho wa kanda ambayo imeweza kutazamwa na watu zaidi ya milioni 3.3, waliweza kusema waliomba serikali kuweza kushiriki kwenye uchunguzi wao, serikali ikakataa. Msikilize kwanza huyu mzungu Mkenya jinsi ambavyo anazungumza. Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Today we would want to address various issues and concerns, and as it was really put very clearly, the BBC documentary that was aired, is really one-sided, because they didn't have a view of the government. Obviously and sincerely, we really send our most sincere condolences to the families of those affected, and we have IPOA on the cases. They have already issued a statement of the 60 deaths that were recorded. About 22 cases have been finalized, and there is more information to this that we shall be releasing as well, so that then these issues are being taken care of, and that is very important. However, it is true to say that also those who did the documentary should have sought government opinion on the same, so that they can be fair and balanced, and so that we can have a proper story that also shows the two sides of the situation. Kuna wale ambao wataniambia, Mr. Eagle Ezra, you are just lying that serikali ilikataa kushirikishwa. BBC haiwezi kadanganya. BBC ilikuja na kuposti hivi kwenye kanda ambayo imeweza kutazamwa zaidi ya milioni 3.3 ya wananchi. Mwisho wa kanda, kipindi ambapo unaweza ama unaelekea kumaliza ile kanda, waliweza kuposti hivi: we repeatedly invited the Kenyan government to participate in this film. They refused. We put our allegations to the police.
the Kenya Defence Forces and John Kaboi. BBC wezi kadanganya. Alafu bwana Isaac Mwaura anajaribu kujifanya mzuri. BBC ilisema kwamba walijaribu kuwashirikisha serikali, kuwaita, wakakataa kusikiliza, wakakataa kujibu, kwa sababu waliweza kujua kitu ambacho walikifanya, and that is the reason as to why walikuwa wanakataa, hawaji. Wanaitwa njoo mtoe maoni yenu, wanakataa. Mtu mwenye anaitwa Kimani Ichung'wah mwenye anapenda kupiga mdomo alikataa. Government spokesperson alikataa kuzungumza. Sasa hivi ndiye anasema eti kwamba waliweza kuegemea upande mmoja. What kind of stupidity is this? Ladies and gentlemen, do we have a country? Tulikuwa tunafikiri kwamba okay, kama rais ameweza kuwageuka wananchi, at least tuko na wabunge ambao watakuwa wanahakikisha kwamba wanaweka mambo bayana. Lakini sasa ripoti imeweza kutolewa mahala ambapo maafisa wa polisi waliweza kukosea, mahala ambapo taifa tuliweza kukosea, mahala ambapo taifa liliweza kuenda kinyume na haki za kibinadamu, badala ya kuweza kufuata yale ambayo BBC iliweza kufanya. Angalau wale ambao waliweza kuhusika kwenye mauaji waweza kuchukuliwa hatua. Tunawatetea wale ambao waliweza kuchochea mpaka maafa yakatendeka. Jamani, that is the reason as to why, wacha niweze kuambia kwa sauti ya chini. Hiyo ndio sababu ambayo inanifanya mimi kuweza kuomba tafadhali 2027 wacha tuweza kufanya mabadiliko kutoka juu mpaka chini. I don't know what is your take. Nimekasirishwa sana kama hili ndilo bunge ambalo tuko nalo. The reason as to why wabunge pamoja na serikali imeamua kujitetea kuhusiana na hii kanda ambayo iliweza kutolewa na BBC. Serikali ya Mheshimiwa Ruto imeogopa kwamba ICC huenda ikaweza kuangalia hii video na wakapata makosa ya kuweza kufungulia viongozi wa taifa letu la Kenya mashtaka kwa kuweza kukiuka haki za kibinadamu. Kumbuka kwamba kesi Gen Z wameweza kutuma barua kuelekea ICC wakiwapea ICC prosecutors mfano kuangalia video ya BBC. Kalonzo Musyoka na muungano wa opposition na wao wamesema kwamba wanajiandaa kutuma barua kuelekea ICC kuwaomba waweze kuangalia matukio yote ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya. That is the reason as to why serikali imeamua kujitetea.